Sasa timu ya taifa ya Tanzania, yes, kwa haraka tuanzia pale Tanga. Wako pale Tanga na baadhi ya wachezaji tayari wapo, kwa mfano Kevin John aka Mbappe yupo pale, lakini Simon Msuva pia yuko pale, Ibrahim Baka Sergeant yuko pale, na wachezaji wengine wengi ambao wanacheza hapa nyumbani Tanzania wapo pale na wanaendelea kutrain kufanya maandalizi dhidi ya mchezo wa Morocco. Na ukiangalia timu ya taifa Tanzania itakuwa na nafasi siku zaidi ya 7, wiki nzima utakuwa na nafasi ya maandalizi. Kwa sasa zimeshakatika kama siku 3 kama sio siku 4. Wako pale kwenye kambi yao jijini Tanga na wanatumia kiwanja cha Mkwakwani nadhani kama sio kile cha TFF ambacho wanakimiliki wao kwa ajili ya wale vijana wao wa under 17. Kwa hiyo wako pale wana train, na hii itakuwa ni mara ya kwanza siku zangu za hivi karibuni katika kumbukumbu zangu. Nakumbuka timu ya taifa Tanzania ishawahi kuweka kambi ya Arusha, ishawahi kuweka kambi Mwanza, na pia ishawahi kucheza kwenye kiwanja cha taifa cha CCM Kirumba Mwanza, lakini Tanga hatujawahi kuona wakicheza wala hatujawahi kuona timu ya taifa ikienda kuweka kambi. Lakini kwa sasa tumeona wapo kambi jijini Tanga kwa ajili ya maandalizi yao ya kwenda pale nchini Morocco. Na sababu ziliweka wazi kwamba sababu moja wapo ni kwamba kiwanja cha Benjamin Mkapa kipo kwenye matengenezo. Kwa hiyo hawatuweza kukaa Dar es Salaam na kwenda kukitumia kile kiwanja. Sehemu nzuri na muhimu, wakae sehemu yenye utulivu, wakaamua kupelekwa pale Tanga. Na ukiangalia Morocco wao watakuwa na michezo miwili. Sisi tulikuwa tunatakiwa tucheze mchezo na Kongo siku chache zilizopita, kama siku moja au siku mbili, kwa sababu jana Cameroon alikuwa uwanjani, lakini mchezo wa nyuma tulikuwa tucheze na Kongo. Hawa Kongo bwana wamefungiwa kutokana na mamlaka ya serikali kuingilia masuala ya michezo, wakapumzishwa kidogo. Kutokana na kupumzishwa kwao, kwa hiyo sisi badala ya kucheza mchezo miwili tutacheza mchezo mmoja tu dhidi ya Morocco. Kwa hiyo tukiwa tunawasubiri Morocco wacheze mchezo wao na Niger, sasa tutakuja kuwasubiri sisi tutakuwa tunaendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kuwakabili wao. Kwa hiyo unaweza kusema ni mchezo ambao umekuja katika nyakati ambazo ni sahihi sana. Shalom, tuko vizuri hapo. Umesema wamefungiwa na nani au Kongo? Wamefungiwa na FIFA. Nimesema TFF kumbe. Nataka tuweke vizuri hapo. Shalom yeye amenasa TFF. Nashukuru sana kuweka vizuri Mzee hapo. wangu unajua kuna mengi ambayo nakumbuka TFF kabisa. Sio unajua TFF swala lao wameshindwa kulimaliza. Lipi? Si ile. Lile ndio Sawa, FIFA ndio ambao wamewafungia Kongo. Wamewafungia Kongo. Na kwa muktadha huo ndio hivyo. Lakini kuna hali ambayo sio nzuri. Kwa sababu Tanzania tunamkosa team captain Mbwana Ali Samata. Tunamkosa team captain Mbwana Ali Samata ambaye ni mchezaji bora wa mwezi ndani ya klabu yake ya PAOK mwezi Februari. Aliweza kufanya vizuri sana katika tuzo zile za ndani za klabu. Mbwana Ali Samata ni amekuwa mchezaji bora kwenye klabu yake ya PAOK. Hii pia inaendelea pia kuiathiri hata timu nyingine, sio Tanzania tu ambao wanakosa mchezaji muhimu kuelekea michezo yao ya kimataifa. Mfano Argentina pale, Lionel Messi la Puga mapema sana kabla hata timu ya kwanza kwenda kambini alitangaza wazi kwamba anasumbuliwa na majeraha, kwa hiyo sitoenda kujiunga na timu ya taifa. Lakini leo asubuhi majira ya mapema kabisa taarifa ambayo wa Argentina wameenda kukutana nao na mashabiki wa soka, Lautaro Martinez mchezaji ambaye yuko pale Inter Milan, na yeye pia amethibitisha kwamba anaondoka ndani ya timu ya taifa ya Argentina kwa sababu ana majeraha, kwa hiyo anarudi zake Italia. Lakini pale Uholanzi pia leo wana mchezo mkali sana dhidi ya Spain, na wenyewe pia kiungo wao wa katikati Ryan Gravenberch na yeye pia ameenda majeruhi, kwa hiyo hatocheza kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo unaona siku za hivi karibuni timu za taifa pindi zinapoenda kuweka kambi wanakabiliana na majeraha ya wachezaji wao muhimu kukosekana. Pale Uingereza Cole Palmer bwana mdogo kutoka pale ndani ya Chelsea, na yeye pia hatakuwa sehemu ya timu ya taifa kwa sababu amesema pia ana majeraha. Asante. Hivi kitokea mchezaji amesema ana majeraha kwenye timu ya taifa, alafu akirudi kwenye klabu yake anaendelea kukibonda, inakuwaje hiki kitu? Klabu si ndo ambao anamlipa na klabu ndo ambayo wanahusika na majeraha yake, sio timu ya taifa. Kwa hiyo asilimia kubwa kuna baadhi ya wachezaji huwa wanajivunja timu ya taifa ndio arudi kwenye klabu. Hilo